Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, uhali gani popote pale ulipo? Kristo amefufuka. Haleluya. Sisi wa Diocese ya Karagwe tupo katika makao makuu ya Diocese ya Karagwe, na hili ni kanisa kuu kama unavyoliona. Katika Juma Takatifu tumeanza tangu siku ya Mitende, siku ya Jumapili ambapo tulikuwa Nyabwegira, tukajifunza namna ambavyo Yesu aliwajibu Mafarisayo akisema hawa wasipoimba mawe yatapiga kelele. Lakini Jumatatu tukakumbuka siku ya kutakasa hekalu tukiwa katika usharika wa Rukole, lakini katika mtaa wa Ruralo. Jumanne tukaenda Masheshe, na hapa tukajifunza Yesu alivyoulaani mtini. Jumatano ilikuwa ni siku ya Yuda Iskarioti, yule aliyemsaliti Bwana Yesu. Alhamisi tukaenda kuona namna ambavyo Yesu aliandaa chakula cha Bwana kabla ya kukamatwa na kuuawa siku ya Ijumaa, ambapo tulikumbuka kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na leo tunakumbuka kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo siku ya Jumapili, ambako tuko Lukajange, makao makuu ya Diocese ya Karagwe. Karibu katika ibada ambayo itaongozwa na Baba Askofu wa Diocese ya Karagwe, Mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Twende moja kwa moja na hapa tunaingia ibadani. Karibu. Asifiwe. Haleluya, Bwana amefufuka. Haleluya, Bwana amefufuka. Karibuni nyote katika ibada hii ya kuadhimisha kufufuka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hayupo kaburini, amefufuka kweli kweli. Tunakusanyika asubuhi hii ya leo Kanisa kuu la Lukajange kwa ajili ya ibada ya kushangilia ufufuko wa Bwana Yesu. Katika ibada hii tutakuwa na huduma ya neno la Mungu, sakramenti ya ubatizo, na pia tutaadhimisha sakramenti ya meza ya Bwana. Nichukue nafasi hii kuwakaribisheni yote ili tuweze kushirikiana katika kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tuanze ibada hii kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tusikie zaburi ya siku. Na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Yohana sura ya 14 mstari wa 19. Wapendwa, Bwana Yesu aliyefufuka anatuletea sisi sote habari njema. Anasema kwa kuwa yeye yu hai, basi hata sisi tutakuwa hai. Baada ya mateso yote aliyoyapata akiwa mikononi mwa wenye mamlaka, akafa na kuzikwa, hatimaye alifufuka. Kwa kuwa sisi ni warithi halali wa kila kitu cha Yesu Kristo, basi tunarithi mateso yake, na sasa anatuambia tunarithi uhai wake baada ya kufufuka. Hakufufuka kwa faida yake mwenyewe, bali kwa faida yetu sote. Kufufuka kwake kuna wakatisha tamaa wote
wanaotumia na kutukuza kifo kama njia ya kuzuia mamlaka zao za kidunia zisihojiwe. Kufufuka kwa Yesu kunachochea watu wengi kukipokea kifo kama njia takatifu ya kurejesha haki katika jamii, yaani dhuluma inasulubiwa na haki inafufuka. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kifo cha Yesu kilibadilisha dhuluma kuwa haki, kiligeuza giza kuwa nuru, kilirejesha matumaini kutoka hali ya kukata tamaa. Yote matatu tunayo katika jamii yetu: dhuluma, giza na kukata tamaa. Kumbe basi, Yesu anatualika sote tupokee ufufuko ili dhuluma iondoke na haki itawale, giza la mioyo lifukuzwe na nuru ya Kristo iangaze, na waliokata tamaa wajazwe nguvu mpya. Haijalishi utakufa kwa kutekwa, kuliwa na simba au mamba, bali Kristo amekupa uhakika kuwa utakuwa hai na kukutana uso kwa uso na watesi na wauaji wako. Ikumbukwe, Yesu Kristo hakupatikana na kosa lolote. Aliteswa na kuuawa ili kuwafurahisha wenye mamlaka. Furaha ya wenye mamlaka inayotokana na mateso ya wasio na hatia ni ya bandia na ya muda mfupi. Furaha ya watawala ilidumu siku 3. Mwenye haki akatoka kaburini. Msamaha wa mfalme wakati wa sikukuu ulikwenda kwa jambazi Baraba. Yesu hakuhitaji msamaha wa mfalme ili kutoka kaburini. Alifufuka, yuko hai hata sasa. Uhai wake ni uhai wa wote wa mwaminio. Mwaka 2025 ni mwaka wa fursa katika taifa letu. Yesu amefufuka na kutupatia ujasiri. Tusiogope. Tutumie fursa za demokrasia kufufua matumaini ya kujenga taifa linalopenda haki na kuwatetea wanyonge. Serikali yetu isigeuzwe kuwa gulio la kuuza na kununua haki za wanyonge. Chachu ya haki iletayo amani katika taifa letu. Haki inatosha kuleta na kutunza amani. Tukatae uzushi wa kuimba wimbo wa amani isiyotokana na haki. Nawatakia Pasaka njema. Tumishi wenu asiyefaa wala kuwa na faida, Mchungaji Daktari Benson Kalikawa Bagonza, Askofu. Sura ya 15 mstari wa 35 hata mstari wa 49
nami ninasoma kwa msaada wa Bwana. Lakini labda mtu atasema, wafufuliwaje wafu? Nao huja kwa mwili gani? Ewe mpumbavu, uipendayo haiuiki isipokufa, nayo uipandayo upandi mwili ule utakaokuwa, ila chembe tupu, ikiwa ni ngano au nyingineyo. Lakini mtu huipa mwili kama apendavyo, na kila mbegu mwili wake. Nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ni ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya wafu, upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu, ufufuliwa katika fahari. Upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu. Upandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili, na wa roho pia uko. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili, baadaye uja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Neno la Mungu. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, uliyemfufua kutoka wafu mwana wako mpendwa Yesu Kristo kwa ajili yetu, tunakusujudu, tunakuabudu na kukutukuza kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa kutuhakikishia ya kwamba tujapo kufa katika jina la mwanako Yesu Kristo, tutakuwa hai tena. Karibu nene nasi katika neno hili kwa Yesu Kristo Bwana wetu mfufuka. Amina. Haleluya, Bwana amefufuka. Ndugu zangu wapendwa, tunazo sababu nyingi za kuifurahia siku hii. Tumemaliza Kwaresma tukiwa wenye nguvu na afya. Bwana Yesu asifiwe. Basi ndugu zangu wapendwa, tunayo furaha kuifikia siku hii ya Pasaka, na sababu za kufurahi tunazo nyingi. Mojawapo ni kwamba tumepata taarifa kwamba kaburi lililozika matumaini yetu liko wazi. Matumaini yaliyozikwa hayamo tena kaburini, yamefufuka. Bwana asifiwe. Malaika ametualika tufungue milango ya nyumba zetu na mioyo yetu, ili huyo matumaini aliyefufuka aweze kuingia katika nyumba zetu na katika mioyo yetu. Bwana wetu amefufuka, ametangulia kwenda Galilaya kama alivyosema. Kwa hiyo wale waliokata tamaa, mnaalikwa kuwa na matumaini tena. Habari za kufufuka kwa Yesu zimehubiriwa kwa zaidi ya miaka 2000, na kwa wengi wenu hapa zimezoeleka masikioni mwenu. Inawezekana hata sasa tulipozisoma zisiweze kugusa imani wala hisia zenu. Pamoja na mazoea hayo, ndugu zangu, ni wajibu wangu kuwakumbusha umuhimu wa tukio hili kubwa
ambalo imani yetu ya Kikristo imejengwa juu ya tukio hili la kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wale akina mama watatu ambao mmesikia habari zake, Mariamu Magdalena, Mariamu mama yake na Yakobo na Salome, walipofika kaburini asubuhi ile kabla ya jua kuchomoza, walishangaa na kushutuka. Na baada ya kupata habari za kufufuka kwa Bwana Yesu, tunasoma kwamba walitoka kaburini wakikimbia kwa tetemeko na ushangao, na wala hawakumwambia mtu neno, maana waliogopa. Sasa naomba labda tutafute sababu za kwa nini hawa akina mama watatu waliogopa, wakaamua hata kutomwambia mtu neno, pamoja na kwamba yule kijana ambaye tunaamini ni malaika aliwaambia, nendeni mkawaambie wanafunzi wake na Petro, kana kwamba Petro hakuwa mwanafunzi wake, ametengwa katika ujumbe huu. Nendeni mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba hayupo, amefufuka, ametangulia kwenda Galilaya. Lakini tunaona hawa wanawake, kama mlivyosikia, waliogopa na wakaamua wasimwambie mtu yeyote habari hizi. Naomba tutumie mifano mitatu ili kuelewa hofu ya hawa akina mama. Tutumie mifano mitatu ili tujaribu kuelewa kwa nini hawa akina mama waliogopa. Mfano wa kwanza, wewe hapo unayenitazama na kunisikiliza, una mgonjwa wako amelazwa hospitali. Umemtembelea jana jioni, ukaongea naye na kisha ukaondoka. Hospitali hairuhusu wahudumu kulala wodini, kwa hiyo wagonjwa wanalala peke yao pamoja na wauguzi. Umeamka siku ya pili mapema asubuhi kama akina mama hawa kupeleka chai kwa mgonjwa, na ulipofika ukakuta kitanda kiko wazi, mgonjwa hayupo. Utajisikiaje? Mgonjwa wako hayuko kitandani, mashuka yapo, lakini yeye hayupo. Utajisikiaje? Mfano wa pili, una ndugu yako ulisikia anaumwa sana, ukafunga safari ndefu kwenda kumwona. Ulipofika ukaamua kupitia hospitali ili umuone, ukakuta hospitalini hayupo, ukaamua kwenda nyumbani. Unapokaribia nyumbani kwake, unaona kaburi jipya mbele ya nyumba. Hata kabla hujauliza ni nani, wewe utajisikiaje? Mfano wa tatu, ndugu yako alikufa, ukashiriki mazishi, na mazishi hayakuwa nyumbani, yalikuwa katika makaburi ya pamoja ya watu wote, kama maarufu kule Kinondoni au kule Kayanga. Baada ya siku mbili ukaamua uende kaburini kupeleka maua mapya. Ulipofika ukakuta kaburi limefunguliwa, jeneza limo ndani na liko wazi, lakini mwili haumo. Utajisikiaje? Tafakari. Najua kutokana na kuibuka kwa imani za kishirikina na hata katika usharika huu utakimbilia kufikiri wachawi wamemla. Si ndivyo mnavyoamini?
na meza ya Bwana mnashiriki, lakini bado mnaamini wachawi wanakula watu. Mifano hiyo mitatu tuihusishe na wanawake watatu: Maria Magdalena, Mariamu mama yake na Yakobo, pamoja na Salome. Tunaambiwa wale wanawake walimkuta kijana mwenye mavazi meupe, akawaambia, msistaajabu, nendeni muambie ndugu zake pamoja na Petro ya kwamba hayupo, amefufuka na ameelekea kwenda Galilaya. Katika mifano mitatu niliyoitaja, nimeondoa kwa makusudi kipengele cha malaika. Hebu tuweke malaika katika mifano yote mitatu. Umekwenda hospitali kumuona mgonjwa wako, unafika unakuta kitanda hakina mgonjwa, lakini kuna malaika pembeni anakuambia mgonjwa wako amefariki usiku, utajisikiaje? Kwa sababu katika mfano wa kwanza hukuambiwa chochote, sasa unaambiwa chochote, mgonjwa wako amefariki, yuko mochwari. Ni habari zinazotisha. Lakini tazama, hawa akina mama wanatishwa, wanaogopa na habari za kwamba Yesu amefanya nini? Amefufuka. Yesu amefufuka. Ndugu zangu, mimi napata shida sana siku hizi ninaposikia watu wanasema habari za kufufuka kwa Yesu ni za kiroho. Ni za kiroho tu. Yaani mtu kufa na akafufuka, kwamba tuzieleze habari hizi kiroho. Kiroho. Mtume Paulo ambaye tumesoma waraka wake katika somo la pili, anahitimisha habari hizi na mjadala huu anaposema, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 20. Tunapolazimisha kwamba kufufuka ni kwa kiroho, ni sawa na kusema Bwana wetu Yesu Kristo alikufa kiroho tu, yaani mwili haukufa. Ni kwamba ni jambo la kiroho, kwamba Yesu alikufa kiroho, aliteswa kiroho. Hata ile mikuki na mijeredi haikuwa halisi, bali ilikuwa ni ya kiroho, na kwamba Yuda Iskarioti hakumsaliti, bali ilikuwa ni habari ya kiroho, wala Pilato hakuwepo, ni habari za kiroho tu. Matokeo ya kurohosha au kufanya kila kitu kiwe cha kiroho katika tukio hili la kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni kumtenga Yesu Kristo na maisha tunayoyaishi sisi binadamu. Kwamba tunasema hata umaskini, tunaposema watu wengi ni maskini, sio halisi, ni kiroho tu, ni maskini kiroho. Tukisema mtu ana njaa hana chakula, hakuna njaa, ni kiroho tu. Tukisema mtu ni mgonjwa hahitaji kwenda hospitali, kwa sababu ni kiroho tu. Ukidhulumiwa shamba lako, hapana, hujadhulumiwa, ni kiroho tu. Shamba lako unalo, hiyo ni fikira za nini? Za kiroho. Kwa hiyo hata sisi wahubiri tunapohubiri, tuhubiri mambo ya kiroho tu, tusihusishe maisha ya Yesu na maisha halisi tunayoishi. Lakini ndugu zangu wapendwa, nataka niwaambie, kuteswa kwa Yesu, kufa kwa Yesu, kuzikwa kwa Yesu,
na kufufuka kwa Yesu hakukuwa kwa kiroho. Yalikuwa ni mateso halisi, kilikuwa ni kifo halisi. Alikufa fofofo na alizikwa na akafufuka. Japo katika kufufuka, kama alivyotuambia Mtume Paulo, alifufuka kwa mwili wenye utukufu. Kwa hiyo Bwana wetu Yesu Kristo aliteswa na watawala wa wakati ule na viongozi wa dini ya Kiyahudi halisi kabisa. Ulioteswa ni mwili, sio roho yake. Maisha yote ya mwanadamu yaliguswa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kiuchumi, kisiasa, kijamii na kila sekta ya maisha ya mwanadamu yaliguswa na kufufuliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Historia inaonyesha kuwa serikali ya kikoloni ya Warumi wa wakati ule ilipata tabu sana kutawala watu walioshuhudia ufufuko wa Yesu Kristo. Tafakari neno hilo. Kabla ya Yesu kufufuka, serikali ilikuwa na uwezo wa kuwatisha watu kwamba itawaua na wao wakaogopa. Lakini baada ya kufufuka kwa Yesu Kristo, serikali ya Kirumi ilipata tabu sana kuwatisha tena watu kwa kutumia kifo. Yaani mtu ulikuwa una uwezo wa kumtisha kwa mateso au kifo na yakaogopa. Lakini baada ya Yesu kufufuka, hivyo vitisho vilipitwa na wakati, kwa sababu usingeweza kuwatisha tena na kifo. Kifo na mateso vilipata dawa, vilipata majaribu. Wewe piga tu, wewe niue tu, najua nitafufuka kwa sababu ninamwamini Bwana Yesu. Mtume Paulo anasema, kwake yeye aaminiye kufa ni Kristo na kuishi ni Kristo. Kwa hiyo kumtisha Mkristo na kifo ni sawa na kumrusha samaki kwenye maji. Umempeleka nyumbani, ukimwacha anamhubiri Kristo aliyefufuka. Ukimuua anakwenda kufufuka kama Kristo alivyofufuka. Kwa hiyo tangu wakati huo Yesu Kristo anagusa maisha yote ya mwanadamu. Narudia tena, hakuna eneo la mwanadamu asiloligusa Bwana Yesu, halipo. Kanisa na viongozi wa dini wanapojihusisha na maisha ya uchumi, wanapojihusisha na maisha ya siasa, wanapojihusisha na utamaduni, wanapojihusisha na sayansi, wanamuiga Kristo Yesu, kwa sababu hata yeye alijihusisha na maisha hayo ya mwanadamu mzima. Alikuja ili tuwe na uzima, tena tuwe nao tele, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Ni kwa ajili hiyo kanisa likitoa huduma ya elimu, likitoa huduma ya maji, likiombea mvua, likikemea wachawi, likitetea wanaoonewa, linafanya wajibu wake usiohitaji shukurani. Huhitaji kulishukuru kanisa kwa kufanya hayo. Huo ndio wajibu wake ambao limeurithi kutoka kwa Yesu Kristo aliyefufuka. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu Kristo ni kibali kwa kanisa. Ni kibali kwa kanisa kuziambia mamlaka za dunia kwamba mateso na kifo havifai tena, watafute njia nyingine. Kanisa likifanya hivyo haliingilii siasa. Kanisa hili na viongozi wa dini hawa tukisimama barabarani tukapongeza na kushangilia serikali yetu kwamba inaupiga mwingi,
tunakuwa tuingilii siasa, kwa sababu tumefanya nini? Tumepongeza. Lakini tukisimama tukasema mnaupiga mchache, hapo tumeingilia nini? Tumeingilia siasa. Ninachoona na ninachoamini, wanaopinga kanisa kufanya utetezi hawajawahi kuonewa wakatetewa. Hawajawahi kuonewa. Siku wakionewa na kanisa likasimama likawatetea, ndipo watakapojua kwamba ni muhimu sana kanisa kusimama katika zamu yake na kuwatetea wanaoonewa. Mimi ninaamini kabisa, kwa kadiri tunavyoruhusu dhambi na dhuluma kutamaraki katika jamii yetu, kila mtu anaweza kuonewa siku moja, tena wakati wowote. Haijalishi una nguvu na madaraka ya namna gani, ipo siku na wewe utafanya nini? Utaonewa. Kwa hiyo tukiruhusu mifumo ya uonevu iendelee kushamiri, hata wale tunao wadhani ni wakubwa sana, kuna siku wataonewa. Mimi niwaambie, siku moja nilitumiwa barua na spika wa bunge la Namibia. Akasema, Askofu Bagonza, nakufahamu, nimewahi kuwa nawe katika mikutano, nimekuona ukitetea watu hata usiowajua. Sasa nina jambo moja na kuomba utusaidie. Tunaomba umwandikie barua rais wa Afrika ya Kusini. Wakati huo alikuwa Thabo Mbeki. Kuna watu wawili muhimu sana walioshiriki katika harakati za ukombozi, lakini Thabo Mbeki amewafungulia mashtaka mabaya. Tunaomba uandike barua kumuomba Rais Thabo Mbeki hawa watu awahurumie, kwa sababu ya kazi nzuri walioifanya wakati wa kupigania uhuru na kuondoa ubaguzi wa rangi wa Afrika Kusini. Nikaandika ile barua, nikaituma. Kumbe zilikusanywa nyingi toka duniani. Mmoja wapo alikuwa ni katibu mkuu wa Baraza la Makanisa Afrika Kusini, Mchungaji Frank Chikane na wenzake. Basi wakapata msamaha. Lakini mimi nilivyomfahamu Frank Chikane wakati ule wa kupigania uhuru, alikuwa labda ni mtu watatu katika Afrika Kusini kwa nguvu na mamlaka. Lakini tazama, hata yeye alifunguliwa nini? Mashtaka. Mimi nawaambia, mifumo ya uonevu ikiruhusiwa kushamiri, hakuna ambaye hawezi kuonewa. Hata rais wetu anaweza siku moja akaonewa. Ana nguvu, rais kwa mujibu wa katiba ana nguvu sana, ana mamlaka. Lakini kuna siku anaweza kuonewa. Na anaweza akaonewa hata kabla hajatoka madarakani. Labda niwape mfano mwingine. Mimi si mnaniona hapa ni askofu wenu, mnafikiri na madaraka makubwa kwenye dayosisi hii. Lakini wasaidizi wangu wakiamua kunionea, wanaweza kunionea mpaka mkanihurumia. Kama wewe baba mwenye nyumba unavyoweza kuonewa na mke wako na watoto. Yaani humo ndani ya nyumba, lakini hujui kinachofanya nini. Ukiingia wote kimya, ukitoka ndio wanaanza mambo yao. Kibano hoba vyafandimwa ammo. Mko hapa, lakini mambo yanaendelea ndani kati ya mama na watoto, na wewe ufanye nini? Hata shamba wanaweza kuliguza usijue kwamba limefanya nini? Limeuzwa. Kwa hiyo wasaidizi wako, wasaidizi wangu wanaweza kuamua kunidanganya, wanaweza kuamua kunificha yanayoendelea kwenye dayosisi. Tena bahati mbaya mimi nasafiri sana. Ninarudi hapa kila kitu kinafichwa, mimi nafikiri mambo yako salama. Kumbe mambo yameshafanya nini? Yameshaharibika. Kwa njia hiyo na mimi nakuwa nimeonewa na wasaidizi wangu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapoliona kanisa likisimama kupaza sauti ya kutetea watu, kwa kweli tunatetea hata mamlaka zisije zikaonewa na wasaidizi wake. Ndugu zangu wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka. Limbuko lao walio hai. Kwa njia ya kufufuka kwake tunapata matumaini, tunapata nguvu mpya, tunahimizwa kuishi maisha mapya, kwa sababu hofu ya kifo sasa imeondoka.
Hofu ya kifo imeondoka. Tunahitaji tuishi tukijua tukifa tunakufa kwa Bwana, na tukipona na tukiishi tunaishi kwa Bwana. Mungu wetu alisaidie taifa letu katika Pasaka hii, na baada ya Pasaka hatusaidie sisi hata katika nyumba zetu, alisaidie kanisa lake, na wote tuungane kama ambavyo tumeshuhudia wakati wa Kwaresma. Huyu mwana wa Mungu asiyekuwa na hatia, asiyekuwa na kosa, amekamatwa, ameteswa, amehukumiwa, ameuawa bila kuwa na kosa lolote. Kwa njia hiyo wote tujenge roho ya kutetea na kuwasemea wale wasiokuwa na sauti, na hili ndilo neno la Mungu. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa kuwa umesema nasi katika neno hili. Tunakushukuru tena na tena kwa kumfufua kutoka wafu mwana wako mpendwa Yesu Kristo. Uzidi kutuungamanisha na kututia nguvu ili tusimame pamoja dhidi ya uovu katika jamii yetu. Tukatae uovu na kupenda haki. Tukatae uovu na kusimamia amani ya kweli inayotokana na haki inayoonekana kutendwa. Tuomba na kushukuru kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.